لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد. Ndugu Islam, tunaendelea na fatawa za shekhe wetu kuhusu masala au masail ya al-hajj, na leo tunaingia katika mlango mfupi tu ambao kwamba unazungumzia masala ya tawafu al-ifadha. Tawafu al-ifadha ni ipi? Ni ile ambayo kwamba watu wanaifanya baada ya kumaliza, yani siku ya tarehe 10 kumaliza kupiga mawe kwa mara ya kwanza, kuanza ile kupiga, sio kumaliza, kuanza kupiga mawe siku ya kwanza na kunyoa na kuchinja na kunyoa. Wakimaliza hapo wanakwenda Maka kufanya tawafu al-ifadha, halafu wanarejea Mina kukamilisha mambo ya kupiga mawe. Hiyo ndio tawafu al-ifadha. Tawafu hii ni nguzo katika nguzo za hija. Muulizaji anauliza ni upi wakati uliowekwa kwa ajili ya kufanya tawafu hii ya ifadha? Je, kuna wakati maalum maana yake ambao kwamba umewekwa kufanya tawafu ya ifadha? Jawabu ni kwamba tawafu ya ifadha ni baada ya mtu kufanya at-tahallul, yani kumaliza alikupiga mawe siku ya 10 mwezi 10 ile, alafu akafanya nini? Halafu akachinja na kunyoa. Hapo na kwa mtu tena ametahallul, sawa na kwa hivyo anakwenda kufanya tawafu ya al-ifadha. Kwa hivyo anasema shekhe ni baada ya tahallul, siku ya nahar, yani siku ya kuchinja ile mwezi 10. Lakini anasema shekhe hakuna ubaya mtu kuiakhirisha hata baada ya siku 10. Yani ukamaliza siku ya tarehe 10 ukaendelea na kupiga mawe siku ya pili, mkaendelea kupiga mawe mpaka mkamaliza siku za 3 zile, halafu baada ya siku ayami tashriq zote chimaliza zile ndio mkaanza ukaenda kufanya tawafu al-ifadha. Pia inafaa, lakini bora kufanya wakati ule ikiwa unaweza, kwa sababu ya safari na wenzako, ikiwa wewe ni msafiri utakayesafiri na wenzako. Anasema mwenye kuuliza, je, unasemaje kuhusu kuiakhirisha tawafu al-ifadha, kuiakhirisha mpaka ikafikia yani kuiakhirisha ikawa baada ya siku ya nahar, yani ikawa baada ya siku tarehe 10 ukaifanya? Je, hilo linajuzu? Jawabu ni kwamba hakuna pingamizi kuiakhirisha tawafu al-ifadha mpaka baada ya siku hiyo nahar, sawa yani kuiakhirisha baada ya tarehe 10 hiyo, bali inajuzu hata baada ya kuifanya baada ya siku ngapi? Baada nini? Baada ayyam at-tashriq. Unaweza kuifanya hata baada ya ayyam at-tashriq, yani siku zile mwezi 11, 12, 13, sawa ukitaka utaifanya katika siku hizo, hutaki hata siku hizo zimaliza utafanya tawafu al-ifadha, haina kitu. Anauliza muulizaji, anasema je, unasemaje kuhusu ambaye kwamba mtu ambaye kwamba ametufu tawafu al-ifadha kisha akalala Maka wakati wa mchana na akarejea jioni, akarejea Mina? Sasa maana yake tawafu al-ifadha kawaida mtu akimaliza kufanya anarejea Mina, na kwa bado kuna mambo ya kupiga mawe kule, kwa hivyo anarejea kule kukamilisha, analala kule, anatakiwa alale kule. Sasa huyu mtu kafanya tawafu al-ifadha alafu akalala Maka mchana, lakini so usiku, jioni akaondoka akarudi zake Mina. Je, hilo linafaa? Linajuzu? Jawabu ni kwamba kufanya hivyo ni kwenda kinyume na kile ambacho kwamba kiko bora zaidi, lakini atakayefanya hivyo basi halazimikiwi na kitu. Hakuna kitu ambacho kile mlazimu, kwa maana kwamba kufanya hivyo inajuzu, lakini bora kutokufanya, ndio maana yake. Muulizaji anauliza, je, inafaa kwa mtu ambaye kwamba anafanya haji kwamba ale
baada ya kufanya tawafu ifadha, yani umekwenda Maka ukafanya tawafu ifadha, je unaweza ukala pale? Kama utingia katika matamu, katika restaurant ukanunua chakula ukala au vinginevyo, je inafaa hicho kitu? Jawabu ni kwamba hakuna pingamizi mtu kula na kunywa hapo Maka baada ya kufanya tawafu ifadha, lakini jambo ambalo kwamba wanavyuoni wamelishadidia ni kulala hapo mchana. Kulala hapo mchana kama wanavyuoni wameshadidia, yani kufanya qailula, ni usingizi wa mchana baada ya dhuhuri, wakati wa dhuhuri nusu ya mchana. Lakini nasema shekhe kwamba chenye uzito zaidi ni kwamba inajuzu hivyo, kulala inajuzu, kwa sababu imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alilala baada nini, baada hiyo tawafu al-ifadha. Mtume mwenyewe alilala, kwa hivyo inajuzu ndio maana yake. Lakini kule shekhe akasema kwamba kufanya hivi ni kuacha kilicho bora. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutoka katika khilafu za maulama. Taban maulama wakati mwingine inakuwa kuna andiko lakini walifahamu tofauti, kwa hivyo ukiweza kutoka katika khilafu ikiwezekana ni bora zaidi. Anauliza mwenye kuuliza kuhusu mtu ambaye kwamba amefanya haji na aliporejea katika mji wake nchini kwake ikambainikia kwamba yeye ametufu hiyo tawafu ifadha mara 6, raundi 6 kafanya, hakufanya 7. Mtu huyu kinamlazimikia kitu gani? Yani je mtu huyu afanye nini? Jawabu ni kuwa ikiwa pale aliporejea nyumbani kwake hakuingiliana na mke wake, sawa na akarejea katika maeneo matakatifu, akarejea Maka, yani katika akarejea Maka na akairejea ile tawafu ifadha tena akaifanya sasa katika mwaka wake hule, lakini basi haji yake imetimia mwaka hule, ikiwa kabla kumgusa mke wake kuingilia naye akarejea kana kaifanya tawafu ifadha, basi haji yake imetimia kwa mujibu wa rai ya baadhi ya maulama. Na rai hii ndio rai ambayo kwamba imetoa nafasi zaidi kushinda rai nyingine, kwa maana kwamba masala ni khilafu, lakini wako maulama waliosema hivi. Kwa hivyo madam masala ni ya rai na khilafu na jitihadi, basi mtu akichukua kauli hii ambayo kwamba ni nyepesi zaidi ni bora, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapewi khiari baina ya mambo mawili ila huchagua jepesi ili kufundisha umma wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama unavyoona katika Qur'ani kwamba anatuambia kwamba yeye hakutujaalia katika dini hii kwamba kuna haraji, kuna uzito. Kwa hivyo ikiwa kitu ni khilafu ya ulama na hakuna andiko rasmi la Mwenyezi Mungu wala mtume wake, basi unatafuta rai ambayo kwamba unaweza kuchukua rai ambayo kwamba ni nyepesi zaidi. Anaendelea Sheikh anasema kwamba hii ndio rai ambayo kwamba ndio kauli ambayo kwamba nyepesi yao katika masala hii. Lakini ikiwa haikuwa hivyo, basi hakuna budi mtu huyo airejee haji yake. Yani kwa maana kwamba ikiwa mtu aliporejea nyumbani kwake, kwa mfano akamwingilia mke wake, kwa hivyo huyu itabidi afanye hija upya. Sawa Kwa sababu gani? Kwa sababu kaacha nguzo. Naam. Wallahu a'lam. Swali linasema, je, kinampasa nini, kinamlazimu nini yule ambaye kwamba hakutufu tawafu ifadha kwa kutokujua, hakujua yeye maskini kwamba tawafu ifadha ni jambo lazima? Je, mtu huyu jambo gani ambalo kwamba linampasa? Jawabu ni kwamba yule ambaye kwamba hakutufu tawafu ifadha mpaka karejea nyumbani kwake katika tani wake, basi haji yake ni batil. Sawa haji yake ni batil na inampasa haji upya, afanye upya, isipokuwa kwa sababu tawafu ifadha ni nguzo katika nguzo za haji.
lakini kama ulivyoona inawezekana shekhe kahaida fatwa yake mwenyewe kauli hii anachukua na kule kaeleza kauli ya maulama. Kama nilivyokuambieni katika masala hii maulama wanakhtalifiana, na huenda ikawa anakusudia kwamba yule hakufanya kabisa na hakuna njia ya kurejea, hakufanya tawafu ifadha wala hana njia ya kurejea, kwa hivyo huyu ndio haji yake imekuwa ni batil. Yule ambaye kwamba anaweza kurejea katika mwaka ule na akafanya tawafu ifadha kabla ya kukutana na mke wake kimwili, ikawa haji yake imetimia kwa mujibu wa kauli ya maulama wengine. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Anauliza muulizaji kuhusu mtu ambaye kwamba amehirimia hali ya kuwa ni mukrin, yani yeye anafanya hija pamoja na umra akachanganya katika nia yake. Alipofika pale mikati na nia yake kwamba mimi nafanya hija pamoja na umra wakati mmoja bila kufanya tahallul katikati, na mtu huyu akawa amekuja siku ya Arafa hadi ukachelewa mwishoni kwa usiku, mwishoni kwa mchana, ikawa sasa hakuingia Maka ili apate kutufu. Yani yeye kanuilia umra na haji, kwa hivyo kwanza ilikuwa afanye umra yake katufu pale amalize ndio akafanye ingia katika ibada za hija, lakini kachelewa, kaja siku ya Arafa mchana jioni mwisho, kwa hivyo akakimbilia zake kwenda uwanja wa Arafa, hakuingia tena pale Maka kutufu. Suala ni kwamba je, nini hukumu ya umra yake huyu na nini hukumu ya haji yake? Jawabu ni kwamba imesemwa kwamba ile tawafu moja atakayofanya baadaye ile basi inamtosheleza kwa ajili ya haji yake na umra yake. Maana baadaye atafanya tawafu hiyo ifadha ataifanya. Sawa, kakosa tawafu hii umra, lakini tawafu ifadha ataifanya. Kwa hivyo tawafu ifadha ile imesemwa kwamba inamtosheleza kwa ajili ya haji yake na umra yake. Na jambo hili ndilo ambalo kwamba linaoneshwa na hadithi ya bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba lina ushahidi jambo hilo katika hadithi ya bibi Aisha kwamba haji yake kwamba tawafu yake moja inamtosheleza kwa umra yake na haji yake. Hadi hapa ndio tumalizia mlango huu wa tawafu ifadha, na kesho insha Allah tabaraka taala tutaingia tawafu alwada. أقول ما قد سمعتموه واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.